Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwenye kipindi cha siku ya leo, nikiwa na tumaini ya kwamba kipindi cha siku ya leo kitakuwa cha baraka sana kwako, na kama ukinisikiliza kwa umakinifu mkubwa sana leo, na imani ya kwamba mafanikio yatakuwa ni bayana kwenye maisha yako. Leo ningependa nifundishe topic ambayo inasema maduka kusikonunuliwa kwa pesa na faida ya bidhaa zake ukilinganisha na pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakristo wengi wameaminishwa kwamba chochote ambacho unakihitaji lazima uwe na pesa ndio ukipate. Lakini niliposoma maandiko fulani kwenye Biblia nikakuja kuelewa kwamba sio kila kitu ambacho kinapatikana kwa pesa. Pamoja na kuwa katika kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 19, maandiko yasema kwamba pesa ndiyo jawabu ya kila jambo. Mungu anaweza akakupa pesa mingi, ama ukawa wewe mwenyewe kwa bidii zako umetafuta pesa ukapata pesa mingi, lakini kama zile pesa Mungu hajazipea assignment ya kukupea majibu, hizo pesa haziwezi kukupea majibu. Maana Mungu ndiye alimuumba mwanadamu akatengeneza pesa. Watu wengi wanaonanga nikana kwamba pesa imekuwa kubwa kuliko Mungu. Ndio maana utaona watu wengi, mtu ataamka asubuhi kwenda kutafuta pesa na ni mtu ambaye ameokoka. Wakati ule kulingana na mbingu zinasema ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki zake, na mengine mtazidishiwa, kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 33. Sasa unaangalia unaona kwamba kumbe watu wanaendelea kuangamia kwa sababu kuna kitu bado hajafundishwa. Ndio maana nikaona nifundishe hii topic ambayo inasema kwamba kuna maduka ambako yale maduka hauhitaji pesa ili ununue pale, na yale maduka kama Mkristo usipoyafahamu, kuna vitu utavihitaji ukiwa umeokoka, utafute pesa lakini pesa ikose kukupa hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utaona kwamba kuna mwanamke mmoja kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 8 na mstari wa 44. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa kumwaga damu. Maandiko yasema kwamba yule mwanamke akatumia pesa zake zote. Alikuwa ni mwanamke tajiri, akona pesa zake, lakini akatumia pesa ambazo alikuwa nazo zote ili kutibia ule ugonjwa wake, lakini ule ugonjwa haukupona. Sasa unaanza kujiuliza, kama pesa ndiyo jawabu ya kila jambo, kwa nini pesa haikumsaidia huyu mwanamke akapona? Ni kwa sababu ndio alikuwa amepewa pesa, alikuwa amefanikiwa kutafuta pesa akawa tajiri, lakini ile pesa Mungu hakuwa amempea ile pesa ili impee majibu kuhusiana na ugonjwa wake, lakini majibu ya ugonjwa wake yalikuwa yanapatikana kwa duka lingine tofauti ambalo sio lile duka ambalo kunapatikananga pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kwenye Biblia yako pia utakutana na mtu mwingine ambaye anaitwa Naaman. Naaman kwenye Biblia alikuwa amengojeka ugonjwa wa ukoma. Kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5 na mstari wa 1. Akaenda kwa Elijah akamwambia Elijah akatumana kwa Elijah. Elijah akamwambia enda katika mto Yordani ukajitupe pale mara 7 na utapona. Sasa unaanza kujiuliza, Naaman alikuwa ni mtu mwenye pesa, kwa nini pesa hazikumpea majibu ya kile alikuwa anahitaji? Ni kwa sababu Mungu alikuwa amempa pesa, lakini zile pesa Mungu hakuwa amempea ndio zimpee majibu ya ugonjwa wake. Kumbe unaweza ukapewa pesa, pamoja na kuwa pesa ndio jawabu ya kila jambo, lakini pesa ile kwa sababu Mungu haja kupea majibu fulani ikakosa kupea majibu, ikabidi utafute majibu mahali pengine tofauti.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii inatufundisha bayana ni kwamba kuna vitu ambavyo pesa haiwezi ikakupea. Yaani hauwezi ukavinunua kwa pesa ama hauwezi ukavipata kwa pesa. Na ndio maana nimepeana hii topic ambayo inasema ya kwamba maduka kusikonunuliwa kwa pesa na faida ya yale maduka ama faida ya zile bidhaa ambazo zinapatikana kwenye yale maduka, ambayo zile bidhaa faida yake ni kubwa kuliko pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuingie kwenye safari sasa. Kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 55 mstari wa kwanza, Mungu anaitana hapa, anasema njooni kwangu ili mkapate kununua pasipokuwa na pesa. Kumbe kuna maduka katika ulimwengu wa kiroho ambayo ukienda na pesa hautauziwa kitu, hautapewa chochote. Kuna maduka in the spiritual realm, kuna maduka ambayo utakuwa unahitaji kitu kutoka kwa Mungu ambacho kile kitu ni physical kabisa, kama ungojo wa Naaman, kama ungojo yule mwanamke ambaye alikuwa anamwaga damu. Ni vitu physical kabisa, lakini zile vitu hauhitaji pesa ili kuenda kuzidownload ama kuzitoa katika yale maduka. Maandiko yanasema ya kwamba njooni kwangu enyi mlio na kiu mkapate kununua pasipo pesa, pasipo pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tuangalie maduka, duka moja baada ya nyingine, maana watu wengi wamedanganywa sana. Kila kitu ukienda kanisani unaambiwa kwamba wekelea, unaambiwa toa sadaka, toa sadaka. Na unashangaa kwamba kwa kadri ya vile unazidi kutoa sadaka ndio hivyo hivyo haujapata kile ulikuwa unakihitaji. Kumbe sadaka ama pesa sio yenye ilikuwa inafaa ikununulia ama ikupee kile ambacho ulikuwa unakihitaji. Ndio maana Mungu anapeana wito, anaitana, anasema kwamba njooni kwangu enyi mlio na kiu. Uko na kiu ya kupata mtoto, wewe ni tasa. Uko na kiu ya kupata utajiri, wewe ni maskini. Uko na kiu ya kupata nafasi fulani. Uko na kiu ya kupata kazi. Uko na kiu yoyote ile ya kuwa na furaha kwenye maisha, ya kuwa na amani. Mungu anasema ya kwamba njooni kwangu mkapate kununua pasipokuwa na pesa. Kumbe pamoja na kuwa wajua Mungu ndiye aliandika maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri mlango wa 10 na mstari wa 19 ambao anasema ya kwamba pesa inatoa jawabu ya kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unashangaa kwamba kama Mungu atakupea pesa, ujue zile pesa amekupea ndio zikupee majibu ya kila jambo. Lazima kuwa Mungu akuwe amekupea zile pesa zikiwa zimepewa assignment ya majibu yote ambayo ulikuwa unahitaji. Lakini kama utapewa pesa mingi, mamilioni ya pesa, lakini ikuwe kuna kitu na kihitaji, ila ile pesa haijapewa hiyo assignment ya kukupea hiyo jibu, ujue kwamba utajaribu na haitawezekana kabisa. Utajaribu hiyo pesa ikupee hiyo jibu na haitawezekana kabisa. Itabidi hiyo jibu uende kutafuta mahali pengine. Na hapo ndio sasa unafaa kujua kuna maduka mengine ambao kwenye yale maduka ukienda kununua utakiwi kwenda na pesa. Unatakiwa kwenda ukiwa number 1 uko na kiu, kama vile tumesoma kwenye kitabu cha Isaiah 55 and verse 1. Na number 2 ukiwa na kiu, kuna vitu zingine ambazo unafaa kuwa navyo ambavyo nitakuelezea hapa, ambao ndio nazita bidhaa. Sasa ukuwa na kiu ya kupata hicho kitu. Na number 2, baada ya kuwa uko na kiu, sasa kuna bidhaa ambazo utaenda kuzipata kule kwenye yale maduka, na hizo bidhaa ndio zitakupea hicho ambacho ulikuwa unakihitaji. Zamani watu walikuwa wanafanya biashara wakitumia vitu kama barter trade, bidhaa kwa bidhaa.
lakini siku hizi watu wameaminishwa kwamba lazima ukuwe na pesa. Sasa mimi nataka nikufundishe kitu tofauti sana ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako.